Mtwara ni moja kati ya mikoa ambayo imedhoofishwa sana, tena kwa makusudi, na Chama cha Mapinduzi. Ule ukweli kwamba mkoa wa Mtwara una mchango mkubwa kwenye mapato ya taifa letu hauakisi maisha halisi ya watu wa mkoa wa Mtwara. Mkoa wetu wa Mtwara ni mkoa unaozalisha karibu 60% ya korosho hapa Tanzania. Na sote tunafahamu kwamba zao la korosho ni zao linaloongoza kwa kuingiza mapato mengi yanayotokana na mazao ya kilimo. Lakini maisha Mtwara ni hoi bin taabani. Mwaka huu uzalishaji wa korosho ulifikia zaidi ya tani 500,000 kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu. Korosho zikiingiza fedha zaidi ya shilingi trilioni 1.5 hapa nchini. Korosho ndio zao ambalo lina kodi nyingi kuliko mazao yote hapa Tanzania. Kila kilo moja ya korosho inatozwa fedha zisizopungua shilingi 1,450 kila kilo moja, ambapo maana yake kila gunia moja la kilo 100 ya korosho linachangia au linatoa zaidi ya shilingi 145,000 kama sehemu ya tozo. Mtu anayepeleka gunia 10 maana yake anachangia karibu shilingi 1,500,000 kwenye mapato yanayotokana na zao la korosho yanayochukuliwa na serikali kama tozo mbalimbali. Wakati mwaka huu korosho zimeingiza shilingi trilioni 1.5, theluthi moja ya hizo fedha ni kodi. Yani theluthi moja ya hizo fedha ni kodi zilizotozwa kwenye ngazi mbalimbali. Export levy imechukua zaidi ya bilioni 300 mwaka huu. Na ukizungumzia korosho ambazo hapa Mtwara zaidi ya 60% ndio zinatoka, maana yake zaidi ya bilioni 200 zinazotokana na export levy zimetoka mkoa wa Mtwara. Ukiangalia bajeti ya halmashauri zote za mkoa wa Mtwara, halmashauri ya Mtwara mjini, Mtwara Mikindani, halmashauri ya Tandahimba, halmashauri ya Newala mjini, halmashauri ya Newala vijijini, halmashauri ya Masasi na Nyumbu, halmashauri zote za Mtwara, bajeti yake ya mwaka ya uendeshaji ni chini ya shilingi bilioni 180. Bilioni 180. Wakati export levy peke yake imechukua zaidi ya bilioni 200, halmashauri hizi makusanyo yake yaliyotokana na kodi ya korosho zilizokwenda kwenye halmashauri kwa halmashauri zote za Mtwara ni chini ya shilingi bilioni 25. Maana yake zaidi ya bilioni 480 zimekwenda kwenye serikali kuu. Matumizi ya halmashauri za Mtwara zote haifiki bilioni 180. Lakini zunguka mkoa wa Mtwara unakutana na masaibu makubwa sana. Hali ya maisha ni ngumu, gharama za matibabu wa Tanzania wa Mtwara hawazimudu, na changamoto zingine nyingi. Gesi, wakati mwaka 2015 ndugu yangu Mafuta na Chuma anachaguliwa kuwa mbunge, mjadala wa gesi ulikuwa mkubwa, ukitia matumaini makubwa sana juu ya uchumi wa gesi kwenye taifa letu. Lakini tuliona uchumi huo ukielekezwa kunufaisha maeneo mengine, ukisahau kwamba lazima mradi wowote wa maendeleo uangalie kwanza eneo ambapo mradi huo unafanyiwa kazi. Kwa maana kama ni mali asili kama gesi, lile eneo ambalo gesi inatoka manufaa yapatikane. Tukaletewa mawaziri hapa zaidi ya 27 kuja kudanganya namna Mtwara itakavyoendelea. Tukawa tunaambiwa ukiondoa jiji la Dar es Salaam, jiji litakalofuata ni Mtwara. Serikali ya CCM imehujumu miradi ya gesi. Leo
Mradi wa gesi leo, sisi tuligundua gesi kwanza. Msumbiji wameanza kuuza gesi kabla yetu sisi. Na eneo ambalo Msumbiji wamegundua gesi ni hapa Palma. Palma na hapa Mtwara ni kilomita 86. Na Palma kabla ya uhuru ilikuwa ni sehemu ya Tanganyika. Mwalimu Nyerere ndio aliitoa baada ya kupigana na Mreno, akasema mto Ruvuma ndio uwe mpaka. Leo wenzetu wa Msumbiji tayari wanauza gesi. Watu wa Mtwara, gesi imebaki kama ni mzaha tu wa maendeleo ambayo yalitarajiwa. Kwa hiyo watu wa Mtwara, watu wa kusini, wana kila sababu ya kukikataa Chama cha Mapinduzi.